Na kuomba wewe uliye hai, shukuru Mungu kwa mwaka mzima amekulinda. Chukua wakati umshukuru. Maana si kawaida kuona mwaka mzima. Ushukuru Mungu kwa haya yote amekutendea huu mwaka. Maana maandiko inasema yote hufanya akiwa na sababu na kusudi. Iwe mema wala mabaya, mbele zake ana kusudi njema. Maana tunatamani sasa tuvuke mwaka mwingine ambao imebaki siku moja, tuvuke mwaka wa 2026. Kuna kitu hapa au hatupati ufahamu, na hiyo ni siri ya Mungu alituwekea tusiwe na hofu. Maana tunatamani kuvuka mwaka, tunatamani tuone mwaka mambo yetu iendelee. Tunatamani mwezi uishe upate mshahara, unatamani mwezi uishe ukuwe na mambo yako yote ikamilike. Naye wakati mwezi unatamani uishe, kuna siri Mungu aliweka katika yeye na mwanadamu. Pomo unatamani mambo yako ikamilike, naye mambo ya Mungu inakamilika kwa mwanadamu. Mambo ya Mungu inakaribia kwa mwanadamu ya kukuvuna wewe. Ndio maana nimesema chukua nafasi ya kushukuru Mungu. Maana ni wengi walipanga na ikukamilika. Shukuru Mungu na uangalie hiyo miaka vile umekuwa ukivuka. Hii mwaka wa 2026 iwe mwaka tofauti. Kama umekuwa ukifukia kwa kilabu ukisema unapiga sherehe, hii fukia ndani ya nyumba la Mungu. Tafuta kanisa, uingie pale, uombe, usimame na dhambi zako, uite Mungu, dedicate ule mwaka mikononi mwa Mungu, ndiposa hatima yako na mambo yako unayotamani yatimie, ambayo hayajatimia huu mwaka, ukatimilike. Mambo yako itimilike ukiwa ndani ya Mungu. Mambo yako itimilike ukiwa umeongozwa na Roho Mtakatifu. Change tofauti. Wengine ufukia kwa waganga, wakidedicate mwaka uwe mzuri kwao. Kama ni mambo wanafanya ifanikiwe. Kila mtu ana madhabahu zake tofauti, na kila mtu ana vituko zake za kuvuka mwaka. Lakini ningeomba wewe uliye hai, Mungu amekupa uhai. Uhai hujapewa na mganga. Uhai sio wewe umejipatia. Uhai hujapewa na familia yenu. Uhai hujaupata kwa bidii. Uhai umepata kwa neema za Mungu. Badilika. Huu mwaka jifiche mikononi mwa Mungu. Akakufiche kama vile kuku fiche vifaranga zake. Na utaona mambo yako ikibadilika. Maana